Mzee wangu, kwenye sakata hili kwa uzoefu ambao unao wa soka na namna ambavyo timu hizi zinaendeshwa, kwa kuanza na majina yako, nini hatima ya hichi ambacho kinakwenda kutokea, na unadhani nani hapa wa kulaumu? Kwanza jitambulishe jina. Mimi kwa jina naitwa Abdurrahmani Musa au Abdul Musa, lakini maarufu naitwa Mzee Zagalo. Ni mwanachama Simba Sports Club wa hapa Makumbusho. Mimi ndugu mtangazaji, nitakwambia jambo moja. Tatizo sio kusoma, tatizo ni uelewa. Unaweza ukasoma lakini ulichosoma usikielewe. Namkumbusha ndugu yangu hapa, mara 4 zote ambazo Simba amefungwa na Yanga, Yanga wanavunja sheria ya mpira nchi. Na hata ya juzi wametangaza kabisa hiyo TFF wanaoikataa wao, na hiyo bodi ya ligi wanaoikataa wao Yanga, na vikao walivyovifanya jana. Kama unakumbuka ndugu mtangazaji, juzi hapa wametangaza kwamba Yanga wamepigwa faini ya milioni 12. Yanga waingii kwenye vyumba, wanaruka kwenye maukuta wanapokutana na Simba. Manake wanaruka kwenye mageti, manake sheria ya mpira wanaivunja. Na juzi hapa wametangaza hadharani kwamba Yanga wamepigwa faini ya milioni 12. Wanaoyafanya Simba ni sahihi. Sahihi. Kwa sababu kama timu ngeni, manake mwenyeji Yanga, kama timu ngeni imezuiliwa kufanya mazoezi, manake mpira hawezi kuchezwa, kwa sababu ule uwanja kwa Mkapa ni uwanja wa serikali. Ule uwanja sio wa Yanga wala wa Simba, ni uwanja wa serikali, manake ni uwanja wa umma. Uwanja ule ni wa umma, uwanja wa watu wote, vilabu vyote vya nchi. Ule ni uwanja wetu. Kwa hiyo ule uwanja hauna mamlaka kwa Yanga wala hakuna mamlaka kwa Simba. Lakini mwenyeji kikanuni ana mamlaka ya kukabidhiwa funguo za uwanja ya mchezo. Ni sawa. Hilo hatulipingi. Lakini wao walitakiwa, Simba kaenda ule muda wa kufanya mazoezi, kisheria alitakiwa apewe nafasi ende akafanya mazoezi. Kwa nini hamkutoa taarifa? Taarifa unampa nani? Kwa sababu dabi sipo, imepangwa, inajulikana. Meneja wao utampa nani? Meneja ile swala alijui, si anajua kwamba timu inakuja kufanya mazoezi. Hiyo ni siasa. Anajua kuna mchezo, labda anajua mtafanya mazoezi Bunju. Nakwambiaje ndugu mtangazaji, hiyo siasa. Yaani pale imefanyika siasa kuficha machafu yao. Na wale walioyafanya hayo, manake yale ni maagizo. Maagizo? Kwa sababu huwezi kufanya vitu kama vile. Na hata Kisoki jana juzi wakati anahojiwa kaongea vizuri tu. Kisoki kaongea vizuri tu. Amesema kifungu 17:45 imempa mamlaka Simba, kifungu cha 17:45 mamlaka nayo Simba. Kwa hiyo mamlaka ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Lakini hamjatoa taarifa. Ndio maana nimeuliza hizo taarifa wanampa nani? Meneja wa uwanja. Ile ni dabi. Meneja uwanja kwani hajui kwamba timu itakuja kufanya mazoezi? Na kwa muda alokwenda Simba, mchezo unachezwa usiku. Manake ni kutaka kujua mandhari ya zile taa na usiku ule ukoje kwa ajili ya kwenda kufanya yale mazoezi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halina shida. Ile ni siasa imefanyika, matokeo yake waweze kuharibu ule mchezo. Watani wameweka msimamo wa mambo makubwa matatu. Moja, hawana imani na kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi, na wameomba kuvunjwa kwa kamati hiyo, kwa maana inayoongozwa na mwenyekiti Steven Guto pamoja na katibu Almas Kasongo kuendana na taarifa yao. Lakini pia wameweka wazi kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine yoyote wakati wowote. Lakini pia wameweka wazi kwamba wanahitaji pointi zao 3 za mchezo huo kwa sababu nyinyi mmekimbia mchezo. Na kukumbusha ndugu mtangazaji, mwezi wa mtukufu wa Ramadhani kama huu ishaye kufanyika dabi ya Simba na Yanga. Yanga walikwenda mapema uwanjani, walitoka na mchezo ulivunjika.
Mwaka gani huo? Ilikuwa 2000 na wakati Mwinyi anazindua kitabu ilivunjika dabi. Yanga walikwenda mapema, wakatoka. Simba iko pale uwanjani, mpira ikawa haukuchezwa na Pambano mpira ikawa umekufa moja kwa moja haukuchezwa. Sasa pale pia fanyika kama hiyo. Wananchi wanasema pale pia kulitokea uvunjifu wa kanuni kwa sababu walipata taarifa za kubadilishwa kwa mchezo katika muda ambao si wa kikanuni. Si ndo kama hiyo walivunja kanuni? Simba amezuiliwa asifanye mazoezi. Maanake timu mwenyeji inafanya mazoezi, halafu yule mgeni anazuiwa na yule mwenyeji asifanye mazoezi. Maanake kikanuni tayari itakuwa amevunja hapo, hawezi kucheza mpira. Hiyo ni kama hiyo tu, ndugu mtangazaji, pale ni siasa tu inafanyika kuvunja ile, kwa sababu tukumbuke kwamba watu Afrika mzima walikuwa wanataka waiangalie dabi. Afrika mzima wanataka waiangalie dabi, kwa sababu dabi ya Simba na Yanga ni dabi ambayo ina mvuto mkubwa sana barani Afrika au na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo kama Simba alikwenda muda ule wa kutaka kufanya mazoezi alafu akazuiwa, mandhari yake mpira unachezwa usiku, lazima waende mida ile waangalie mandhari ya uwanja taa, na ule mpira ulikuwa unachezwa saa 1:15. Lakini timu ambayo iliyokuwa inataka ifanye mazoezi imeshazuiliwa, manake tayari kanuni za mpira zitakuwa zimevunjwa. Sawa. Sasa wananchi kwenye taarifa yao hiyo ya usiku wa kuamkia leo wameomba radhi au wamewapa pole mashabiki ambao walikuwa washuhudie mchezo huo, na taarifa pia ya makamu rais wao siku ile ya tarehe 8 pia iliwaomba radhi mashabiki wao. Kwa upande wa Simba, kwa maana ya taarifa rasmi ya klabu kuhusiana na kuomba radhi haipo mpaka sasa. Kuna matamko tu ya baadhi ya viongozi akiwemo Ahmed Ali, semaji lenu hili, ambaye naye pia alitoa pole kwa kuahirishwa kwa mchezo huo. Kukaa kimya kwa Simba, maana wadau wengi wanajiuliza kwa nini Simba wakae kimya, wasitoe hata taarifa tu ya kuwaomba radhi mashabiki ambao wamejitoa siku hiyo. Wewe unalichukuliaje hili, ama nini wito wako kwa viongozi wao? Bado ni mapema mno, kwa sababu kama ulivyozungumza wewe, walozungumza ni upande mmoja, upande wa timu wenyeji, na mimi naweza nikalizungumza ile la mwisho alozungumza yule makamu mwenyekiti Arafat Haji. Ili mimi naweza nikalisemea kama la mwisho, lakini la kuambia kuwapa pole wadau wa mpira limewaumiza. Ni sawa kwamba watu wameshindwa kuona ule mpira, ile dabi, kwa upande moja au sehemu ya pili limewaumiza, lakini kwa upande wa klabu yangu ubaya ubwela litazungumzwa, sababu ni viongozi. Unajua kila timu ina brand yake, kila timu ina malengo yake na ina usemaji wake. Sawa. Kwanza ni wale wenyeji ambao wao wameshaweka vikao vyao na wameyasemea kwa upande wao. Tusubiri mimi na wewe na Tanzania kitakachozungumzwa kwa upande wa Simba Sports Club. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.